Asante kwa kuvutiwa na tamthilia hii ya upelelezi. Sasa nitakupa episode ya 3 hadi mwisho wa tamthilia. Tutamaliza kwa msisimko, hofu na ukweli wa kushangaza. Kigamboni, nyumba namba 117. Agnes anafika katika nyumba hiyo saa 5 asubuhi. Inavyoonekana imefungwa kwa muda mrefu sana. Jirani mmoja anadokeza kuwa mwenye nyumba, kijana aitwaye Taji Mwinuka, alikuwa mwanafunzi wa uandishi aliyeishi peke yake na alikuwa anashughulika na teknolojia za ufuatiliaji. Agnes anaingia ndani ni giza kimya, lakini ghafla redio ya zamani inawaka yenyewe na kurusha ujumbe wa sauti ya Taji ikisema, "Nina ushahidi mtazamaji, si mtu mmoja, ni mfumo, ni mtandao wa watu wakubwa zaidi ya serikali. Nimeweka kila kitu kwenye sanduku la mwisho." Akiendelea kuchunguza, Agnes anapata kompyuta iliyojificha sakafuni yenye faili ya video inayomuonesha Agent K na Taji wakiongea. Taji alikuwa akisema, "Ukishindwa kuzuia mtazamaji, basi mwambie Agnes afuate mwangaza wa jicho moja." Agnes anaanza kuunganisha mafumbo. Mwangaza wa jicho moja ni jina la klabu ya siri, inajulikana kwa watu wachache tu. Inapatikana kwenye ghorofa la chini la jengo la zamani la posta. Usiku huo Agnes anajifanya mteja na kuingia ndani ya klabu. Anashuhudia mikutano ya siri, watu mashuhuri, wafanyabiashara na viongozi wakijadili jinsi ya kufuatilia maisha ya watu kwa kutumia kamera, simu na hata programu za simu pia. Analikodi kila kitu, lakini anagunduliwa. Anakamatwa, anapewa sindano ya dawa ya kulala na anazinduka akiwa katika chumba cha giza mbele ya mtu aliyevaa suti na kofia, jicho moja limefungwa na plasta. Kiongozi wa mtazamaji akisema, "Karibu, tulijua familia yako miaka 30 iliyopita. Baba yako alikuwa mmoja wetu. Alipojaribu kutoka akahamia, sasa uko kwenye njia hiyo hiyo." Ni maneno ambayo aliambiwa Agent Agnes kwamba baba yake waliweza kumwangamiza na kumuua alipojaribu kutoka kwenye hili kundi ambalo Agnes anajaribu kulifuatilia. Agnes anakumbuka baba yake alivyopotea ghafla akiwa mpelelezi. Sasa anagundua kweli mzito. Kifo cha baba yake kilihusishwa na shirika hili.